Naam, kutoka Tabora ni katika kata ya Ilolangule katika wilaya ya Uyui. Tuko hapa NYTV, kituo bora kabisa cha matangazo, kuhakikisha tunakuletea matukio kutoka mikoa mbalimbali. Na niko hapa yako mahafali yatakayofanyika siku ya kesho. Ni mahafali ya 7 ya chuo hiki cha Western Bible College kinachopatikana Tabora. Na leo watakuwa na mahafali ya wanafunzi kuagana pamoja na walimu. Sisi tuko hapa kuhakikisha tunakusogezea karibu matukio ambayo yatakuwa yakiendelea katika chuo hiki. Lakini pia tutapata nafasi ya kuzungumza na mkuu wa chuo. Tupate historia fupi ya chuo hiki, kilianza lini na pengine mkuu wa kwanza wa chuo hiki alikuwa ni nani, na mengine mengi ambayo hatuyajui, lakini kupitia channel yetu bora ya NYTV utajua mengi. Basi nikupeleke moja kwa moja kwenye hafla fupi ambayo inafanyika siku ya leo ya walimu pamoja na wanafunzi kuagana kwa pamoja, na kesho likiwa ni tukio rasmi sasa ya kuwahitimisha wanafunzi hao ambao wamekuwepo katika chuo hiki kwa miaka mitatu. Naam, niko ofisini kwa mkuu wa chuo ambaye ndiye msimamizi wa hiki chuo cha Western Bible College kinachopatikana hapa kanda ya Magharibi. Tutapata mengi kutoka kwake, atuambie sasa hiki chuo kilianza lini, na tutafahamu ya kwamba hii ni mahafali ya ngapi ambayo itakuwa inafanya, na mengi ambayo hatuyajui, nani alikuwa muasisi wa hiki chuo na mengine mengi. Karibu. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Shikamoo. Marhaba. Hongereni kwa chuo kizuri ambacho nimekiona, ikiwa ni mazingira nimeona yako vizuri, miti iko vizuri. Hongereni sana. Kwa kweli tunamshukuru Mungu aliyetusaidia, na hasa kipekee tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mbeba maono wa kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God, Dr. Barnabas Mtokambali, ambaye ndiye chanzo kikubwa cha tukio hili au chuo hiki kuwepo. Amina. Amen. Kwa wanaotufuatilia, pengine tuanze na kutambulisho, tukufahamu vizuri wewe ni nani, na tujue sasa ilikuwa kwaje ukaja huku Tabora. Karibu. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa mchungaji Jonifat Cosmas Mwangira. Kwa neema ya Mungu namshukuru Mungu ambaye amenipa kibali cha kuwa msimamizi au mkuu wa chuo cha kanda ya Magharibi cha Western Bible College kwa sasa. Lakini kabla ya kuwa mkuu wa chuo hapa, tangu Mungu aliponiokoa kwa neema ya Mungu, nilipomaliza masomo yangu ya stashahada ya theolojia ya Biblia na huduma za kanisa, nilipata neema ya kuwa mwalimu katika chuo chetu cha kwanza, chuo mama cha Southern Bible College. Nimeanza kuwa mwalimu pale mwaka 1998. Na kwa neema ya Mungu nikafundisha kile chuo kwa miaka 18. Pengine nikustishe kwa sababu ukisema chuo cha Southern wengine hawajui kiko wapi. Karibu. Chuo cha Southern Bible College kiko kanda ya kusini, kiko mkoa wa Mbeya. Kabla ya jina hilo kilikuwa kinajulikana kama Mbeya Bible College. Na tunamshukuru Mungu sasa, kama unavyofahamu kanisa letu la TAG limegawanywa kwenye kanda. Lina kanda 7. Kwa hiyo ile kanda ya kusini ndio ina chuo kama hiki, kinaitwa Southern Bible College. Kwa hiyo nimefundisha pale kwa miaka 18. Baadaye 2015 kwa neema ya Mungu nikahamishiwa chuo cha kanda ya kati kinachoitwa Central Bible College. Kwa 2015 Desemba nilihamishiwa pale. 2016 nikawa mwalimu pale, mshauri wa wanafunzi. Kwa neema ya Mungu nimefundisha pale kwa miaka 8. Na baadaye ikampendeza Mungu mwaka jana Januari, mbeba maono ikampendeza Mungu kwamba nihame kutoka Dodoma nikaja Tabora. Kwa hiyo ndio maana sasa niko hapa. Kwa hiyo niko hapa, nimehamia mwaka jana Januari. Nilifika rasmi hapa tarehe 14 Januari. Okay. Ndio. Hongera sana. Asante sana. Tufahamu kwa ufupi sasa, inawezekana kweli umehamia mwaka jana, lakini unaweza kuwa unafahamu historia fupi ya hiki chuo na aliyekuwa mkuu wa chuo wa kwanza ni nani? Asante sana. Ni kweli kabisa ndugu mtangazaji. Mkuu wetu wa chuo wa kwanza ni Reverend Kennedy Lukilo. Ndiye ambaye alipata neema ya kuwa mkuu wa chuo wa kwanza, na alikuja kukisimamia chuo hiki akitokea Mwanza. Na kwa sasa yuko chuo cha Nebuki
kile kilichoko Kibaha, ni mshauri wa taaluma pale. Ndiye mkuu wetu wa chuo wa kwanza, na chuo hiki kilianza rasmi mwaka 2018. Kwa hiyo yeye ndiye ambaye alipata neema ya kukisimamia, na kwa neema ya Mungu mwaka huu, Mungu akimpenda, kesho tutakuwa na mahafali ya 7. Kwa hiyo hii itakuwa ni mahafali ya 7 tangu chuo kimeanza. Kwa maana hiyo mahafali ya kwanza ilifanyika mwaka 2019. Okay. Tujue chuo hiki pengine wakati kilianza na wanafunzi wangapi? Chuo hiki wakati kinaanza kilianza na wanafunzi 59 kama kumbukumbu zangu zimekaa vizuri. Okay. Kilianza na wanafunzi 59, na tunamshukuru Mungu kwamba wameendelea kuja wanafunzi, na mpaka sasa tangu kimeanza, na wachungaji 256 wameshahitimu kwenye chuo hiki kabla ya mahafali ya kesho. Na mahafali ya kesho, Mungu akipenda, tutakuwa tunahitimisha wanafunzi 38 watakaohitimu stashahada ya diploma ya Biblia na huduma za kanisa, lakini pia tutakuwa tunahitimisha mwanafunzi mmoja wa astashahada ya huduma ya mtoto. Maana chuo hiki mwaka huu mbeba maono pia alisema ni vema huduma ya mtoto ianze. Huduma hii ilikuwa ikitolewa kwenye chuo cha Mbeya, chuo cha Mwanza, chuo cha Lindi, na sasa mwaka huu imeanza pia hapa chuo cha Tabora. Kwa hiyo tuna mafunzo ya aina mbili. Tuna mafunzo ya diploma yanayotolewa kwa miaka 3, lakini pia tuna mafunzo kwa ajili ya huduma ya mtoto, mafunzo ambayo yanawawezesha walimu kuwa walimu wa watoto makanisani, lakini pia kuanzisha chekechea ya shule za awali ambayo mwalimu akisoma hapa anatambuliwa pia na serikali. Kwa hiyo wahitimu wanapohitimu wanapewa vyeti viwili, cheti cha masomo ya hapa chuoni, lakini pia na cheti cha masomo ambayo kinatambuliwa na serikali. Okay. Ndiyo. Tufahamu sasa pengine utaratibu ukoje sasa wa kuwapokea wanafunzi? Mnapokea wanafunzi wa madhehebu yote au ni ya TAG peke yake? Asante sana kwa swali zuri. Kimsingi chuo hiki ni cha Kipentekosti. Kama unavyofahamu, tunamshukuru Mungu kwamba tuna umoja wa makanisa ya Kipentekosti unaojulikana kwa jina la CPCT. Kwa chuo hiki kinapokea wanafunzi wote wa madhehebu yote ya Kipentekosti. Kwa maana ya kwamba yale makanisa yote ambayo ni wanachama wa CPCT Tanzania na hata nje ya Tanzania, wanafunzi wanaoweza kujifunza kwa lugha ya Kiswahili, kwa mfano kutoka Burundi, kutoka Kongo, kutoka Rwanda, kutoka Uganda, kutoka Kenya, wanaruhusiwa kuja kusoma. Kwa hiyo tunapokea wanafunzi wa madhehebu yote ya Kipentekosti. Okay. Ndiyo. Tufahamu sifa sasa za muombaji wa hiki chuo, anatakiwa awe na sifa zipi? Sifa, asante sana. Sifa za kujiunga na chuo hiki, kwa sababu ni chuo cha Kipentekosti, sifa ya kwanza kabisa, anatakiwa awe mtu amezaliwa mara ya pili, awe ameokoka, anampenda Yesu, lakini sambamba na hilo awe na wito wa utumishi. Kama unavyofahamu kwenye kanisa letu la Tanzania Assemblies of God, tuko kwenye kauli mbiu ya miaka 13 ya moto wa uamsho, mahali ambapo tunamtaka Bwana na nguvu zake, na miongoni mwa vitu ambavyo tunavikazia, tunamwamini Mungu kuwa na wachungaji wengi baada ya miaka 13. Tunamwamini Mungu kuwa na makanisa mengi, wachungaji karibu 45,000, unaona, na makanisa karibu 35,000. Kwa hiyo maana yake wanahitajika watumishi wengi. Kwa hiyo wawe ni watumishi ambao wana wito, wana mzigo, wameshaokoka, ule ni wito wa kwanza. Lakini pia kuna wito wa utumishi. Kwa wanakaribishwa wanaume kwa wanawake, na ndio maana hata kesho tuna wanafunzi wanawake watakaokuwa wanahitimu ambao waliitika wito. Kwa hiyo sifa ya msingi awe ameokoka, lakini pia awe na wito na awe anajua kusoma na kuandika. Lakini habari njema ni hii, hata kama hajui kusoma na kuandika, hivi vyuo vinaambatana pia na miujiza. Kuna mwanafunzi ambaye alikuja hapa hajui kusoma wala kuandika, lakini kesho anahitimu akiwa anajua kusoma na kuandika. Huo muujiza ameupatia hapa. Tuna walimu ambao pia Mungu amewaita, wengine walikuwa walimu wa shule za sekondari, wengine wa shule za msingi. Kwa hiyo wamejitolea, huwa wanawafundisha
wanafunzi ambao hawajui kusoma wala kuandika. Kwa hiyo hata wewe unayenisikiliza, hata kama hujui kusoma na kuandika na unawaza kwamba nitaendaje kusoma wakati mimi sijui kusoma, Roho Mtakatifu ana uwezo wa kukufungua ufahamu. Na kwa kuwa hapa tuna walimu wenye mzigo ambao hawafundishi tu kwa kuangalia masaa ya kukaa darasani, wanajitoa. Yani hapa, ndugu mtangazaji, walimu wanafundisha mpaka usiku. Wana mzigo usio wa kawaida. Usiku unakuta mwalimu anasema anaingia darasani kufundisha saa 2 usiku mpaka saa 4. Wakati mwingine anafundisha wanafunzi. Na mpaka siku za Jumamosi. Kwa hiyo kuna darasa kabisa mwalimu yupo anayefundisha pia wanafunzi ambao hawajui kusoma na kuandika. Kwa hiyo hizo ndio sifa. Na chuo hiki ni chuo cha bweni, ni chuo cha kutwa? Hiki ni chuo cha bweni kwa sasa. Wanafunzi wanasoma kama nilivyosema, ni chuo cha kanda ya magharibi. Kwa hiyo kanda ya magharibi inaundwa na majimbo 12 ya kanisa la TAG. Kwa hiyo ni chuo ambacho wanafunzi kutoka Kigoma wanakuja kusoma hapa, kutoka Simiyu, kutoka Shinyanga, kutoka Tabora, kutoka Katavi na hata kutoka maeneo mbalimbali. Na tunachomshukuru Mungu ni kweli ni chuo cha kanda ya magharibi, lakini hata mtu wa kanda ya kati anaweza akaja akasoma hapa. Hapa tuna wanafunzi kutoka Dodoma, tuna wanafunzi kutoka Singida, tuna wanafunzi kutoka Dar es Salaam wapo. Kwa hiyo maadamu tu Roho wa Bwana akazungumza na wewe kwamba nenda kasome Tabora, kama ulivyoona mazingira ni mazuri sana kwa kujifunzia. Na mwanafunzi akija hapa hana bugudha, atatulia na atajifunza vizuri sana. Kwa hiyo ni chuo cha bweni na wanalala kwa muda wa miezi 2. Wakifika hapa wanakaa kwa muda wa miezi 2 na wiki 2. Baada ya hapo tunafunga chuo, wanaenda kupumzika kwa muda wa mwezi 1 na wiki 2. Baada hapo wanarudi. Okay. Kwa hiyo ni chuo cha bweni. Na utaratibu sasa wa namna mtazamaji anayetufuatilia namna kujiunga, pengine utaratibu ukoje? Namna ya kujiunga, wewe ambaye una wito, kwa mfano hivi sasa hivi tayari fomu za kujiunga na chuo zipo, zinapatikana hapa chuoni. Kwa hiyo ukiwa na hitaji la kupata fomu, unaweza ukawasiliana nasi kwa ukatumia namba ya msajili, au ukawasiliana nasi kupitia namba ya mwalimu wa taaluma au namba ya mkuu wa chuo. Kwa hiyo unaomba, unachukua fomu, lakini kama uko mbali unaweza ukaipata fomu kwa njia ya WhatsApp. Unatutumia namba yako ya WhatsApp, tunakutumia fomu kwa njia ya WhatsApp, unaipakua, unajaza, halafu unaturudishia. Lakini kwa wale wakazi wa Tabora, fomu zetu zingine za kujiunga na chuo zinapatikana pale Tabora mjini kwenye kanisa la TAG Kitete Christian Center, kanisa linaloongozwa na Askofu Reverend Paul Mevukie. Pale utapata fomu zetu. Lakini kwa wale walioko mikoani, tunawasiliana nao kwa njia ya simu ambazo nitakutajia baada ya muda si mrefu, ili uweze kuzitumia hizo kwa ajili ya kuomba kujiunga na chuo. Na chuo pengine kitafunguliwa lini hapo mwakani? Mwakani Mungu akipenda, chuo kitafunguliwa tarehe 5 Januari mwaka 2026. Kwa hiyo tuwakaribishe watu wote ambao wana mzigo na wanapenda kuandaliwa kwa ajili ya utumishi, waje wasome Western Bible College. Nikushukuru sana mkuu wa chuo. Lakini wengi tunafahamu ya kwamba mtu anapokuja chuoni basi anatakiwa kuwa mchungaji. Ili unalizungumziaje? Asante sana kwa swali lako zuri. Ni kweli kabisa, imejengeka dhana ya kwamba yeyote anayekwenda kusoma chuo cha Biblia ni lazima awe mchungaji. Na kimsingi chuo hiki hata na vyuo vingine lengo lake kubwa ni kuandaa watumishi walioitwa na ambao wako tayari kumtumikia Mungu. Lakini pia wako watu ambao anaweza akawa hana wito wa kichungaji, lakini angetamani kuifahamu Biblia kwa kina. Kwa hiyo hao watu pia nafasi ipo, kwa sababu tunamwamini Mungu anayeita watu. Mtu anaweza akaja kasoma akiwa anania tu ya kuifahamu Biblia kwa usahihi, ili akafundishe neno la Mungu, kwa sababu ili uwe mwalimu wa neno la Mungu sio tu uwe mchungaji. Hata mzee wa kanisa anaweza akaja kasoma, akaelewa vizuri na akawa na ufahamu mzuri wa kulifafanua neno la Mungu. Na wakati mwingine kwa kuwa Mungu anaita, anaweza akajikuta akiwa amefika hapa akapokea na wito. Kwa hiyo mimi mtizamo wangu ni kwamba
Ni kweli kabisa tunaolenga kuandaa watumishi ambao wanajiandaa kwa ajili ya kufanya huduma ya kichungaji. Lakini hata yule ambaye ni Mkristo, anauelewa vizuri wa nini maana ya kuokoka na anatamani kuandaliwa kwa ajili ya huduma, anakaribishwa kuja kusoma katika chuo cha Biblia. Kwa nini? Kwa sababu ndio maana kinaitwa chuo cha Biblia. Maana yake mojawapo ya mafunzo atakayoyapata kiwa hapa, mbali na mafunzo ya kumfahamu Mungu na alivyo, atajifunza pia Biblia, kwa sababu mojawapo ya masomo yanayofundishwa katika chuo hiki ni namna ya kutafsiri kwa usahihi maandiko matakatifu, kitu ambacho hata muamini wa kawaida anahitaji kukipata. Kwa nini? Kwa sababu anaposhuhudia huko anakutana na watu na anatakiwa watafsirie kwa usahihi maandiko. Naona kwa hiyo akija akapata elimu inaweza kumsaidia sana. Tunapohitimisha, tufahamu kozi ambazo zinapatikana katika chuo hiki, lakini pia tuweze kufahamu mtu ambaye hayuko Tabora, yuko katika mikoa mbalimbali, namna ya kuweza kufika mahali hapa. Lakini mwisho kabisa unazungumza na watazamaji ambao wanatufuatilia wafahamu pia mawasiliano. Karibu. Asante sana. Ni kweli kabisa chuo hiki kiko Tabora, wilaya ya Uyui, na mtu akitaka kufika katika chuo hiki ni lazima kwa mtu anayetoka Dar es Salaam au mtu anayetoka Mwanza au mtu anayetoka Kahama, tunachomshukuru Mungu ni kwamba barabara zote kuna magari ya kutoka mikoani kuja Tabora. Sasa ukifika Tabora mjini, waambia wale wanaotoa huduma za usafiri kwamba naenda chuo cha Biblia kilichoko eneo la Ilolangulu. Kwa kutoka Tabora mjini ni kilomita 22, unapanda gari kutoka Tabora mjini unashuka eneo linaitwa Ilolangulu. Ilolangulu ni center ambayo iko katikati ya barabara inayoenda Kigoma, barabara kuu inayoenda Kigoma, barabara ya rami. Na chuo kiko kilomita 1.5 kutoka hapo barabarani. Ukishuka hapo Ilolangulu inakuwa ni rahisi kabisa kufika hapa chuoni. Kokote unakotoka, ukifika Tabora mjini, na kama umetokea Kigoma basi unashuka Ilolangulu moja kwa moja. Lakini kama umetokea Singida, umetokea Nzega, umetokea Igunga, lazima ufike Tabora mjini, halafu unakuja unapanda daladala zinakufikisha Ilolangulu, na baada ya hapo unafika Tabora, unafika chuoni bila shida. Na kwa habari ya mawasiliano, namba ya mkuu wa chuo ukitaka kuwasiliana naye ni 0692 47 80 44. Naomba nirudie tena. Namba ya mkuu wa chuo ni 0692 47 80 44. Hiyo ni namba yangu ya Airtel ambayo inapatikana muda wote. Lakini kama umeikosa hiyo namba, unaweza kutumia namba ya Tigo 0674 007515. Kwa mkazi uliyeko Tabora, napenda nitumie nafasi kukukaribisha sana. Kesho tutakuwa na mahafali ya 7, Mungu akipenda, na sherehe za mahafali zitaanza saa 2 kamili asubuhi na tunategemea kumaliza saa 6:45 mchana. Kwa hiyo karibu sana mpendwa mkazi wa Tabora, mkazi wa kata ya Ilolangulu, wewe ambaye utapata nafasi, tunakukaribisha sana uje ujumuike pamoja na watumishi wa Mungu ambao wamekaa hapa, wengine miaka 3, wengine miaka 2, wanamshukuru Mungu kwa kuwalinda na kuwatahitimu kesho kwa neema ya Mungu. Karibu sana na Mungu akubariki.